Mimi binafsi ninamuona kwenye vigezo ambavyo navitazama hapa ya mchezaji bora, alikuwa na stahili kabisa Chama kuwa mchezaji bora kwa sababu ya nature ya mtu ambaye anaitwa mchezaji bora. Mchezaji bora atokane na kufunga, mchezaji bora anatokana na majukumu ambayo ameyafanya. Sawa? Kwa nini nasema Chama alistahili kuwa mchezaji bora wa mwezi? Kwanza, nikasema anazidiwa kwenye magoli na nani? Na Okello. Lakini kwenye assist Chama katengeza nyingi, sawa? Njoo kwenye aerial duel, sawa? Nenda kwenye ground duel ambapo huko Chama yani kaenda kwenye kiwango cha juu sana. Kwenye kusaidia kwenye defense Chama kafanya blocking, ka block sana. Kaintercept sana. Umeelewa? Katackling sana ambako huku ukiangalia kwenye statistics za Okello anazikosa. Kwa hiyo sasa mimi binafsi nikiangalia kwa kigezo cha mchezaji bora alikuwa anastahili kuchukua nani? Chama. Ila kigezo cha mfungaji bora kama kingekuwepo pia kwa mwezi, huo mwezi itakiwa achukue Okello kwa sababu ndani ya mwezi kafunga magoli mengi. Kwa hiyo tutofautishe kati ya mfungaji bora na mchezaji bora. Mfungaji bora anabeba na vitu vingi. Amecheza na timu, ameisaidia vipi timu? Amefanya majukumu yake vipi? Na ndio maana nikazungumzia hata nafasi kwamba kwenye nafasi yake ametendea kazi vipi? Kwenye majukumu yake mama kayafanya vipi? Kwa sababu unaweza ukashangaa mtu kapewa penalty kama 3 kwa sababu ana magoli mengi, tuhesabu kwenye magoli. Haiwezi kuwa mchezaji bora kwa sababu ya penalty. Hawa kamati ya tuzo ndio tatizo kubwa la hiki ambacho tunakizungumza kwenye mijadala ambayo tunazungumza sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana nani man of the match. Ni kwa sababu wao wenyewe hawana criteria, kwa maana vile vigezo vya man of the match na man of the month, man of the year kwa maana ya MVP anatakiwa kuna vigezo gani? Hawana na hawajawahi kuviweka hadharani kwamba ni kitu gani kinatumika zaidi ya kutumia kwenye magoli tu. Kwa hiyo watoke watu ambao wanasimamia upande wa tuzo. Hawa watu wanaosimamia upande wa tuzo watoke kwenda kulifikiria goli tu kwamba ndilo ambalo linampa mtu kuwa man of the match. Waangalie data na details zingine ambazo zimemsababisha mchezaji kuwa bora wa man of the match. Ndio maana karibu sana ndani ya Like Media. Tupo hapa kwa ajili ya kupiga story za kimichezo ambazo ninaamini ulikuwa uzifahamu, na kikubwa sana bwana, kwenye mitandao ya kijamii kuna mijadala mikubwa ambayo inaendelea sasa hivi. Mjadala mkubwa ni kuhusiana na nani alistahili kuwa mchezaji bora wa mwezi wa 5. Hapo ndipo ambapo panakaa kwenye mjadala mzito sana. Mimi binafsi nikitaka kuangalia ni nani ambaye alistahili kuwa mchezaji bora wa mwezi wa 5, kama ambavyo kwa watu wengine inaweza kawasumbua, inaweza kukusumbua sana pia kudigest na kujua ni nini ambacho kinasababisha mpaka useme Alan Okello awe mchezaji bora mwezi wa 5. Lakini ni nini ambacho kinamfanya watu waseme Kratos Chota Chama kuwa mchezaji bora wa mwezi wa 5 tofauti na Okello? Kuna baadhi ya vitu ambavyo tusipoviweka wazi hapa vitaendelea kuleta taharuki hata kwa miaka ya huko mbeleni. Kamati ya tuzo ambayo inasimamia tuzo ni tatizo kubwa sana la hivi vitu, hasa kutokuwa na criteria ambazo zinaeleweka kuhusiana na mchezaji bora anatakiwa kuwa nani. Unajua, lazima tutofautishe kati ya mchezaji bora na mfungaji bora. Mchezaji bora ni nani na mfungaji bora ni nani? Sasa ukiniambia mimi binafsi ninavyoielewa kamati ya tuzo ni wataalam ambao wanatakiwa wakae kuzipata zile data za mchezaji na namna ambavyo anastahili kuitwa kwamba mchezaji bora. Mchezaji bora ni tofauti na mtu mwenye magoli mengi. Anaitwa mchezaji bora lazima awe na criteria, kwa sababu pale kwanza mwalimu kocha anapoachagua wachezaji kwenye first 11 anaamini hawa ndio wachezaji wangu bora. Lakini ni nani ambaye anaenda ku execute zile plani zake na mipango yake kuleta katika uhalisia wa mchezo kuwa bora na kuleta matokeo? Hapa ndo napokuja kuzungumzia kwamba nani ambaye anastahili kuwa bora kati ya Chama na
na Allan Okello. Lazima twende kwenye mchanganuo halisi ili tupeleke kwenye kumpata mchezaji bora kati ya Clatous Chota Chama na nani na Allan Okello. Kwanza ukiangalia kwenye magoli ambayo kwa maana ya Okello kachangia, sawa, kachangia magoli 10, Chama kachangia magoli 9. Kwa haraka haraka tu unaweza ukamwambia kwa haraka haraka unaweza ukasema Allan Okello ndiye ambaye anastahili kuwa mfungaji kuwa mchezaji bora wa mwezi kwa haraka haraka, kwa mchango wa Okello, kwa sababu ana magoli mangapi? Ya 9 yenye mchango, magoli 9 yenye mchango wa moja kwa moja, lakini usaidizi akiwa na magoli mangapi? Goli moja ambalo katoa assist mwezi wa 5 na uzungumzia. Lakini Chama na magoli moja kwa moja, magoli mangapi? Magoli 5, si ndio? Ana magoli 5 na assist 4 moja kwa moja. Unaweza ukamtoa kwenye ushindani Clatous Chota Chama kwenye manani kwenye mahesabu ya magoli, kwa sababu Okello ana magoli 9, Chama na magoli 5, lakini Okello ana assist 1, Chama ana assist 4. Sasa nataka kuzungumza nini hapa? Kuhusiana na nani ambaye anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi, lazima kuwepo na kriteria ambazo kamati ya tuzo inatakiwa ije nazo. Kriteria na maanisha vigezo, kwa sababu kwenye mpira wa miguu tunajua kitu kinaitwa goli ni kitu chenye thamani kubwa sana, kwa sababu kinaipa timu pointi 3, kinaweza kaipa timu ubingwa, kinaweza kaipa timu idadi ya utofauti na timu nyingine kama za pambana kwenye utofauti wa magoli ya kufunga, si unanielewa? Lakini assist ni msaada ambao unapelekea, sawa, timu fulani kupata matokeo baada ya mtu fulani kufanya. Kwa hiyo mimi ukija kwenye mahesabu ya haraka haraka, ukiniambia ni nani ambaye anastahili kuwa man of the match wa mwezi wa 5, kwa haraka haraka bila kuingia kwenye data za ndani kabisa ya maana halisi ya mchezaji bora anayetakiwa kuitwa mchezaji bora, sio mfungaji bora. Yaani nikienda kwa haraka haraka nakwambia Okello anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi wa 5. Lakini ukiingia kwenye data na maana halisi ya mchezaji bora, ndicho ambacho nakuja kukizungumza kwamba huenda Chama anastahili sana kuwa man of the match wa mwezi wa 5. Hebu tuanze hapa. Je, magoli tu peke yake ndio anatosha kumtambua man of the match wa mechi au mchezaji bora wa mwezi? Magoli tu ndio anatakiwa kumtambulisha? Nimekiri hapa mwanzo kwamba tunapozungumzia magoli tunakizungumzia kitu chenye thamani sana kwenye mpira wa miguu. Magoli ni kitu chenye thamani kwenye mpira wa miguu. Yaani unapofunga goli, thamani ya mpira wa miguu na kutambua wewe umefanya kitu cha thamani. Lakini kumtambua mchezaji bora haishii kwenye kufunga goli. Mimi ndio msimamo wangu kwanza hapa. Ni kwa sababu kamati ya tuzo haina kriteria, zinaenda kwa hisia, zikiona anayestahili anayefunga magoli mengi, basi huyo ndio mchezaji bora, kitu ambacho ni kitu wrong kabisa. Mimi binafsi naona ni kitu ambacho kinatakiwa kibadilishiwe mtazamo. Sasa hapa tunapozungumzia mchezaji bora kwa mentality ya kamati ya tuzo, tunaweza kuja kuwanyima wale ambao wanakaa katika eneo la ulinzi, kuwanyima haki ya kuwa wachezaji bora, au mtu anaitwa golikipa, beki wa kati, beki wa pembeni, ambao mara nyingi majukumu yao ni ya kiulinzi, wanakosa nafasi ya kuwa wachezaji bora. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya mawazo ya watu ambao wanaitwa kamati ya tuzo, kufikiria kwamba ili uwe mchezaji bora ni lazima ufunge tu. Yaani sasa hivi ukizungumzia kamati ya tuzo, yaani mtu yoyote anaweza kuwa kwenye kamati ya tuzo. Kwa sababu gani? Wanachokifikiria ni kitu kimoja tu, likiingia goli basi man of the match wa mchezo, kitu ambacho mimi binafsi nakipinga sana. Kuna baadhi ya mechi ambazo tumeona magoli kipa walistahili kabisa kwa man of the match kwa sababu wameokoa michomo mingi, lakini kwa sababu kuna timu imefunga goli moja na huyo pengine kaingia tu, ilikuwa buba goli, huyo man of the match.
ni kukosea mpira na kuto kuwaheshimu watu ambao wanatoka jasho uwanjani na kuto kuwapa heshima ya kutosha. Kwa sababu gani? Unajikuta mtu kaingia labda dakika 90, ndani ya dakika 90 akagusa mipira mara 3, si ndio? Alafu akaja kufunga goli ambalo limetokana pengine na penalty, na hakuna goli lingine, yeye kafunga yeye mwenyewe tu, lakini hakuwa na shughuli nyingi uwanjani. Huyo ndo anakuja kuambiwa man of the match kwa sababu kafunga goli. Watu ambao wametengeneza kamati ya tuzo hawakutengeneza na vigezo vyake ambavyo vinahitajika kusimama kumuona nani ambaye anastahili kuwa man of the match na man of the month. Nani ambaye kwa mwezi ni mchezaji wa mwezi ni nani? Na hicho ndicho ambacho kinapelekea mpaka tuzo, tunaelewa, tuzo za msimu zinakuwa zina makosa mengi sana. Alishawahi kutoka hapa man of the year wa msimu ambaye alikuwa Yannick Bangala Litombo, alikuwa anacheza kama beki, lakini kwa sababu hakuna kriteria, yani watu wakaenda tu, lakini kriteria ilikuwa ni zipi? Alifanya vitu gani ambavyo alisaidia timu kwenye kitu gani? Je, kuna mechi ambayo alishawahi kuwa man of the match? Litombo Bangala alikuja kuwa man of the match, alikuwa MVP wa msimu, lakini alikuwa, kama nitakuwa na kumbukumbu sahihi, hakuwahi kuwa man of the match, hakuwahi kuwa mchezaji bora wa mwezi, lakini akaja kuwa MVP, kama nitakuwa na kumbukumbu sahihi. Kwa nini? Ni kwa sababu huenda watu ambao waliingia kwenye tuzo walienda kwa hisia za wakati huo, lakini hawakuwa na data za moja kwa moja msimu mpaka mwisho wa siku kama amefanya kitu gani. Sasa hoja yangu ya msingi, tukija hapa kwa Chama na Okello, kamati ya tuzo haina kriteria za kumtambua nani ambaye ni mchezaji bora. Wao wamejikita kwenye magoli tu, na sio mtu ambaye kafanya shughuli ambayo zinastahili kabisa kumpa man of the match, kumpa man of the month, na moja kwa moja inaenda paka kwenye MVP. Kamati ya tuzo haina mpango na kriteria, wanaangalia nani kafunga magoli. Nimezungumza hapa mwanzoni kuhusiana na aliyefunga goli, ana value kubwa sana. Inawezekana ikawa kriteria ya kwanza, akaja aliyeassist, ameassist hiyo michezo, ikashuka kwenye pre-assist, ikashuka kwenye chance creation, sawa. Hiyo nazo ni kriteria ambazo natakiwa ziangalie, umetengeneza nafasi ngapi. Hizo nafasi inawezekana umefanya kazi kubwa, ila watu wanaotumia hawajazitumia. Huyo natakiwa naye atambuliwe kwamba naye ana vigezo vya kuzingatiwa, kwa maana ya kwamba umetengeneza nafasi ngapi, umepiga mashuti mangapi golini, mangapi yalikuwa on target, mangapi yalikuwa hatari. Tunarudi sasa kwenye kuisaidia timu. Wakati timu inashambuliwa, ulienda ku intercept mara ngapi? Ulifanya block mara ngapi? Umeelewa? Ulishuka kwenye kufanya progressive ya mchezo mara ngapi? Namna gani ambapo uliisaidia timu wakati timu imeelemewa? Labda ulishuka kwa beki na vitu kama hivyo. Nadhani hili swala ambalo naizungumza sasa hivi inatakiwa litafutiwe dawa ambayo ni ya kudumu. Kamati ya tuzo, sawa, kamati ya tuzo wanataka watengeneze kriteria ambazo mimi nikikaa naanza kutafuta man of the match ni nani kwenye mchezo, naanza kuangalia kwenye eneo la ulinzi, kuna mtu kafanya tackling, sawa, labda 5 ambazo zilikuwa ni hatari kwenye mchezo mmoja. Aerial duo kafanya labda 3, ground duo kafanya labda 4, kaenda mbele kushambulia katoa assist, au amefanya pre-assist, au kafanya build up ambayo ilikuwa ni hatari, labda kapiga mipira ambayo ni ya juu, ambayo ni hatari, labda kumfikia mshambuliaji ambaye kaenda kufunga goli, au hajafunga ila alikuwa anasababisha kuwa ile goli ni kosa la mshambuliaji. Kwa criteria zinaweza kaa hata 10, zianzie ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ili kama kumpata mchezaji bora
tunampata kutokana na vigezo vilivyo sahihi. Si kama nitakuwa naeleka vizuri sana. Kwa mtu ambaye sio wa mpira hawezi kunielewa. Yaani kuna watu ambao wanafanya kazi ya upunda uwanjani, lakini anaenda kupewa mtu ambaye kagusiwa mpira kwenye chance kafunga, au kapewa penalty kafunga, anaambia man of the match. Lakini kuna mtu ambaye kaokoa michomo kama golikipa, kasevu michomo yani 10. Sawa? Alafu kuna kiungo pengine wa ukabaji kazuia madhara makubwa sana ambayo alikuwa eneo lake, au beki wa kushoto au beki wa kati, eneo la ulinzi lile wamefanya vurugu sana za kusaidia timu isipate dhahama ya kufungwa. Lakini anaweza katokea mtu ambaye katoka hata benchi dakika 2 tukafunga goli, man of the match, wakati kuna watu wamefanya kazi ya upunda huko nyuma. Haya inayozungumza inawezekana ni kilio cha wachezaji wengi ambao wamefanya kazi kubwa sana, au baadhi ya timu ambazo kwa upande wa timu yao walishindwa kupewa man of the match ni kwa sababu tu timu ile ambayo imeshinda ndio ikapata advantage ya kumtoa man of the match. Hebu rejea mfano mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Simba. Utakuta kuna watu walikuwa na stahili kabisa, kina Andy Bikoko alikuwa na stahili, Mgole, Daniel Mgole kwa man of the match, lakini ilienda kwa mtu mwingine. Unaweza kujiuliza, inawezekana ilienda kwa wachezaji wa Dodoma Jiji hao, lakini waliangalia kitu gani? Ni kwa sababu pengine alifunga goli au walikawa ananado. Ukiwaambia sasa kamati ya tuzo watupe statistic, kwa nini wamempa yule kuwa man of the match? Haya, tuje kwa mwezi mzima. Amekuja mtu anasema huyu kwa mwezi huu ni mchezaji bora, tupe data. Kwa mimi najaribu kuziona, na uzuri wake Soka Matrix tuko nao sasa hivi kwenye ligi, wanaleta data. Sasa hizo data ninatakiwa sasa, au kamati ya tuzo wakatuchambulie vizuri, watuambie, na wasiseme tu huyu hapa alishindana na mtu fulani. Watuambie huyu alifanya hiki na hiki. Yani data matrix, waje watuambie Okello alifunga magoli 9 na asisti 1. Katika hayo magoli yalikuwa na faida kubwa kwa sababu yeye alifunga. Kigezo cha kwanza cha goli ni cha thamani sana kwa mchezaji, kwa kafunga magoli 9. Hicho ni kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili ni Chama ambaye alifunga magoli 5 na asisti ngapi? 4. Anakosa sifa kwenye magoli, lakini anapata kwenye nini? Kwenye asisti. Sasa mimi ningependa kuona kamati ya ligi, kamati ya tuzo waende kutengeneza kila kriteria, hata sikiwa 10 hata 20 iwe na point, ili tuweze kumpata mchezaji ambaye anastahili kabisa kuwa mchezaji bora wa mwezi. Hiyo nazungumzia, inawezekana msimu huu tusio tumeifanya hiyo kitu, na kwa sababu Soka Matrix wameingia katikati. Sasa tuende kwenye msimu, pengine msimu ujao haya mambo yatakiwa yarekebishwe. Tunataka tufahamu mchezo mzima, nani kafanya nini, alikuwa na mchango gani kwenye timu husika. Licha ya kwamba kafunga, vitu vingine hivi vya huku chini amechangia kwa kiasi gani. Watu wameteseka huku nyuma, wamefanya kazi za upunda nyingi sana kina Mzengeli, lakini kwa sababu mtu kafunga goli basi imeishia pale. Lakini pia kwa upande wa Simba kuna matukio mengine ambayo watu wengine wamefanya kazi nzito sana ya kuwachosha mabeki na vitu vingine, lakini anakuja kupewa mchezaji man of the match kwa sababu tu kafunga goli. Kwa mimi najaribu kuangalia hawa kamati ya tuzo ndo tatizo kubwa la hiki ambacho tunakizungumza kwenye mijadala ambayo tunazungumza sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana nani man of the match. Ni kwa sababu wao wenyewe hawana kriteria, kwa maana vile vigezo vya man of the match na man of the month, man of the year, kwa maana ya MVP anatakiwa kuwa na vigezo gani, hawana na hawajawahi kuviweka hadharani kwamba ni kitu gani kinatumika zaidi ya kutumia kwenye magoli tu. Kwa hiyo watoke watu ambao wanasimamia upande wa tuzo. Hawa watu wanaosimamia upande wa tuzo watoke kwenda kulifikiria goli tu kwamba ndilo ambalo linampa mtu kuwa man of the match. Waangalie data na details zingine ambazo zimemsababisha mchezaji kuwa bora wa man of the match. Ndio maana nasema anaweza kanyimwa golikipa, mabeki wanaweza kanyimwa,
au mshambuliaji yani kafanya shughuli nyingi sana, kwa sababu inawezekana kuna kigezo pia cha nafasi. Hebu tuchukulie mfano, Alani Okello ni mshambuliaji tuseme ni kiungo mshambuliaji, tuseme hivyo, ni kiungo mshambuliaji wa nani, wa Young Africans. Kama ingetokea data ambazo kazipata Chama, tuchukulie Chama kwa sababu Chama naye ni kiungo mshambuliaji wa nini, wa Simba. Kama Chama na Okello mmoja wapo kati yao angetokea kuwa beki, labda tuseme Okello ni mshambuliaji lakini Chama angetokea labda ni kiungo, labda wangemiti vigezo hivyo na Abuya, mimi nadhani hapo watu wangerudi kwenye criteria sana, narudi hapo, labda Okello kafunga magoli ambayo kafunga na zile data za Chama zingekuwa ni za Abuya, si ndio, ambaye ni kiungo wa chini asili yake, na katupa namba zile. Hebu niambie wewe, unafikiri nani angekuwa mchezaji bora wa mwezi? Nani angestahili kwa vigezo vilivyo sahihi, kutokana yule ambaye katika eneo la ushambuliaji ni eneo lake, kiungo mshambuliaji, lakini huko ni kiungo mkabaji ambaye katoa namba sawasawa na nani, na kiungo mshambuliaji. Mtu ambaye anatakiwa kuonekana ni mchezaji bora itakiwa ni kiungo mkabaji, kwa sababu kafanya shughuli zaidi ya ile majukumu yake mama. Si kama nitakuwa naeleka vizuri hapa. Kwa hiyo criteria zitaenda kutusaidia kutengeneza kwamba nani ambaye anastahili kupewa ikitokea haya. Let's say namba ambazo kazitengeneza labda Okello ziko sana za Chama, labda inaweza kaa tofauti na michezo, lakini Chama na Okello walivyokutana wenyewe, nani ambaye alifanya vizuri? Pengine Chama wakati wanacheza na Simba na Yanga, Chama alifunga goli, Okello hakufunga. Kwa unaangalia wenyewe walipokutana wenyewe, manake mechi za wao kwa wao, nani ambaye alifanya vizuri. Kwa hiyo lazima kuwe na vigezo. Mimi binafsi ninamuona kwenye vigezo ambavyo navitazama hapa ya mchezaji bora, alikuwa na stahili kabisa Chama kuwa mchezaji bora, kwa sababu ya nature ya mtu ambaye anaitwa mchezaji bora. Mchezaji bora atokane na kufunga, mchezaji bora anatokana na majukumu ambayo ameyafanya. Sawa? Kwa nini nasema Chama alistahili kuwa mchezaji bora wa mwezi? Kwanza nikasema anazidiwa kwenye magoli na nani, na Okello, lakini kwenye assist Chama katengeza nyingi. Sawa? Njoo kwenye aerial duel, sawa, nenda kwenye ground duel, ambapo huko Chama yani kaenda kwenye kiwango cha juu sana. Kwenye kusaidia kwenye defense Chama kafanya blocking, ka block sana, kaintercept sana, umeelewa, katackling sana, ambako huku ukiangalia kwenye statistics za Okello anazikosa. Kwa hiyo sasa mimi binafsi nikiangalia kwa kigezo cha mchezaji bora, alikuwa anastahili kuchukua nani? Chama. Ila kigezo cha mfungaji bora kama kingekuwepo pia kwa mwezi, huo mwezi itakiwa achukua Okello, kwa sababu ndani ya mwezi kafunga magoli mengi. Kwa hiyo tutofautishe kati ya mfungaji bora na mchezaji bora. Mfungaji bora anabeba na vitu vingi, amecheza na timu, ameisaidia vipi timu, amefanya majukumu yake vipi, na ndio maana nikazungumzia hata nafasi, kwamba kwenye nafasi yake ametendea kazi vipi, kwenye majukumu yake mama akayafanya vipi, kwa sababu unaweza ukashangaa mtu kapewa penalty kama 3 kwa sababu ana magoli mengi, tunahesabu kwenye magoli, haiwezi kuwa mchezaji bora kwa sababu ya penalty. Na ndio maana mimi binafsi nawapongeza sana TFF kwenye kanuni ya goli la penalty lina pointi tofauti na goli la on play ambalo jitihada za mtu binafsi. Penalty mpigaji ana asilimia zaidi ya 50, wakati golikipa ana asilimia chini ya 50 ya kuokoa. Kwa hiyo utaangalia kwamba penalty ni kitu cha aina gani, on play ni kitu gani. Vyote hivi navizungumzia ni vigezo. Kwa natamani kuona kamati ya tuzo msimu unaofuata ibadilike. Hii ni mazingira tu, pengine masuala ya Chama na Okello yametusaidia kupeleka angalau mitazamo yetu kwa bodi ya ligi, TFF kwenye swala linalohusu kamati ya tuzo. Tuzo iwe ya mwezi, tuzo iwe ya mchezo kwa mchezo, tuzo iwe ya msimu mzima.
zitengenezwe criteria ambazo watu watakuwa wanazifahamu. Mfano, goli pointi 1, assist pointi 45, pointi 0.45, creation pointi, pre-assist pointi, nini pointi tutapata. Yani kuna wakati sisi ambao tunachambua tunapata wakati wa kupiga mahesabu ya kuona ni nani kafanya nini kwenye msimu huu, na hii itaweza kuwasaidia wachezaji pia kwenye biashara yao kwa kazi walioifanya. Kuna wengine ambao inawezekana wasizungumzwe kwa majukumu ambayo wameyafanya, lakini wamefanya jukumu kubwa sana la kimchezo, lakini kilichokosekana ni kufunga tu. Kazuia magoli, kafanya intercept kibao, pambana na mipira ya juu ya chini, kila kitu kakifanya, lakini hawezi kuitwa man of the match. Mimi binafsi nataka kamati ya tuzo ibadilike, sio kubadilisha watu, ibadilike kwa maana kuwa na mazingira ambayo yamewekwa kwenye mpangilio wa vigezo vya kuanzia nani akiwa na hapa. Je, wale watu wakikutana nani anapata advantage? Na ndio maana nikasema ukiunganisha hawa watu, labda kuna mchezaji ambaye anacheza eneo la ushambuliaji, au kuna mwingine eneo la ushambuliaji na mwingine anatoka eneo la beki, ni nani ambaye ana pointi zaidi ya mtu mwingine? Au tuchukulie center forward, kazi yake kubwa ni kupokea mipira na kufunga, lakini ametokea mchezaji kutoka pembeni kafunga magoli sawa na mshambuliaji wa kati, sawa. Nani ambaye anatakiwa kupewa kipaumbele cha kwamba huyu ndio mchezaji bora katika huo mchezo? Kwenye kigezo tu cha magoli, huyu ambaye anatokea pembeni ni bora kuliko wakati, kwa sababu jukumu la pembeni ni sio kama la mtu ambaye anaitwa center forward. Mtu ambaye anatoka eneo la kiungo wa chini na kiungo wa juu, pointi za kufunga za mchezaji wa kiungo wa chini lazima ziwe za juu, kwa sababu sio jukumu lake. Vile vile unavyozungumzia beki na mshambuliaji au mchezaji wa kawaida pale katika kiungo, beki anakuwa na nafasi kubwa. Mfano, beki kaenda kufunga goli, lina thamani kubwa la beki kwa sababu kafanya nje na majukumu yake. Kwa mimi binafsi mimi namuona Chama alikuwa na stahili kuwa man of the match kama criteria zingekuwa zimeweka vizuri. Hiki ninachokizungumza hata kwa Yanga kitakuja kuwasaidia baadaye. Kuna mchezaji anaweza kawa na mchango mkubwa sana, mfano Duke Aboya, umeelewa? Unawezekana ukaingia kwenye vigezo vya mchezaji bora ukajikutana na Duke Aboya ambaye kafanya kazi nyingi sana zenye ubora, anatakiwa kuwa MVP, lakini kwa sababu unaangalia magoli tu ambayo kafunga fulani, huyu mtu akawa anafichwa, lakini kumbe alifanya kazi kubwa sana. Inawezekana Maxim pia Nzengeli, inawezekana pia watu hawa wanaweza kamezwa. Mfano ukamzungumzia Mdathiri Yahaya ambaye anacheza nafasi kiungo wa chini, anapanda juu, pia anacheza namba 10. Kuhama katika maeneo haya pia ikawa na kriteria ya kuongeza ubora wa mchezaji, kwamba anaisaidia timu kwenye mazingira tofauti. Akikose hapa anafanya hivi, lakini bado anafunga na assist. Vyote hivi nikamtengeneza mtu kuwa man of the match, mchezaji bora wa mwezi, lakini pia inaweza ikamtengeneza kuwa MVP. Mimi binafsi leo niishie hapa, lakini niwaambie kamati ya tuzo inatakiwa kufanyiwa marekebisho. Ikiwezekana hata watu ambao wako kwenye kamati ya tuzo wanatakiwa kuenda kufanyiwa marekebisho, kama kubrashiwa au kutengenezewa mfumo ambao utakuwa ni rahisi sana, hata si wachambuzi wakitoa maelezo tunajua kweli hapa palipigwa hesabu hii na hii, data zinasemaje hivi na hivi na hivi na hivi. Mwisho wa siku kunakuwa hakuna chochote, yani zaidi ya kuwapongeza kwamba bwana iko sawa, wamepiga hesabu vizuri. Sasa hivi kamati ya tuzo hawana kazi yoyote wanaoifanya zaidi ya kuangalia magoli. Unaangalia magoli, hata mshabiki wa kawaida yeye anaangalia magoli tu. Tuangalie details zingine ambazo zinasababisha tuseme huyu mchezaji bora kafanya majukumu ambayo yanatakiwa tujadili kwamba huyu kweli anastahili kuwa mchezaji bora. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa mmefuatilia Like Media. Endelea kusubscribe na kufollow kwa sababu tuna mengi ya kuweza kuzungumza. Mpaka wakati mwingine.